Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Safari ya Limasi. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Isaac Mulucha Ashibe kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Asante sana Bibu Konstantine Aldama. Kwenye ukurasa wa habari muhimu, habari mbili tumezipatia kipaumbele. Moja inatokea huko Uvira ambako katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inampa kila mwananchi uhuru na haki ya kutoa maoni yake. Kwa hivyo siasa ya maslahi isiwe juu ya katiba, ndivyo amesema mchambuzi wa siasa mashariki mwa DRC Andre Badunia Mashaka, ambaye ameongeza kutokuona kosa yoyote juu ya maneno ya kinara wa chama cha AFDC Seneta Bahati Lukwebo Modesta. Na kwenye habari ya kitaifa, ni visa 1304 vya ubakaji wa kingono ndivyo vilihorozeshwa kwa mwaka mzima wa mwaka 2025, huku mikoa iliyoathirika zaidi ni Kivu Kusini na Kaskazini Mashariki mwa DRC. Ripoti hiyo imetolewa na ofisi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa ya haki za kibinadamu. Ni hayo tuliokuwa nayo kwenye ukurasa wa habari muhimu. Bibu Konstantine Aldama. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaanza uchambuzi wetu wa habari tukianzia na habari za mji wa Baraka. Shirika la raia Sosiku RDC mjini Baraka limesema kupitia kiongozi wake ya kwamba halijafurahishwa na ujenzi wa vitanda vya kuterekea biashara vinavyojengwa ndani ya soko hilo la Jeteme. Kakozi cha Kubuta Jojo Ngonda amesema kuwa ni vema wafanyabiashara kujenga vitanda hivyo kwa kutumia vifaa vya kudumu. Upande mwingine ameshukuru uongozi wa soko la Jetem na meya ya mji wa Baraka kwa kuwaletea soko hiyo ya kisasa. Kakozi cha Kubuta anaeleza yafuatayo. Tulishukuru kwanza kamati ya Marché Jetem likamata initiative ya kugawia wafanyabiashara katika Marché Jetem ili wapate na maeneo ya kujenga ile tunaita maetalage. Kwa hiyo pia tumeshukuru meya wa jiji alishirikiana bega kwa bega na komite ya Marché Jetem kwa yote ambapo walifanya ili Marché Jetem na ile maetalage kwa distribuer kwa. Na sisi ni kama wananchi na lazima tuambie wananchi kwamba initiative ni ya mzuri na komite ilifanya initiative ya mzuri kwa kupana nafasi, lakini uenda hatukufurahiwa namuna sasa wanapokuwa wanajenga. Kujenga, unaona soko ya Jetem ni soko ambapo inavutia wengi, ni soko sasa hivi kuwa na hali ya mvuto, inakuwa na hali ya kukogota watu, na ni lazima ijengwe, sio kwamba ijengwe kwa ile hali ya zamani ya kukamata matope, ile maetalaji kuwa na jenda matope. Kwa hiyo kwetu sisi kama shirika za kiraia hatukufurahiwa na ile, ndio maana tunaomba president wa Marché Jetem na kamati yake yote, tunahamasisha sisi wote kwa pamoja watu wanahusika na kuuzisha biashara kwamba ni lazima wageuze, tusijenge tena soko kwa matope, tusijenge ile metalaje kwa matope, ni lazima tuijenge kwa kupitia sima, kwa sababu ni infrastructure yenye itakuwa durable, sio kwamba tunajenga kitu ya siku 2-3 inaharibika. Pana ni ujenzi wa sasa, na kwa kumudu ni lazima tujenge vitu ambavyo vinakuwa vinaleta samani, ni vitu ambavyo haviwezi bomoka siku 2-3. Hususan ile ujenzi yote ile metalaji yote itaanguka, na kwa hiyo wakati inaanguka inakuwa ni kama bure. Siku chache kisha Wizara ya Taifa husika na mambo ya ndani na asili kutoa waraka ya kumteua Bwisemene Wilonja Lambert kama meya makamu wa mji wa Baraka, maoni yameanza kutolewa ambako mwananchi Lusambia Wanumbe amechambua kwa kuonyesha nini meya makamu mpya huyo anatakiwa kuweka kama kipawa mbele katika muhula wake. Ripoti ya Isaac Mulucha Ashibe inaangazia zaidi. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mkuu kiongozi huyo wa shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka ameanza kuonyesha picha ya tatizo kubwa inayosumbua mji wa Baraka. Mnamo tariki 28 mwezi wa pili mwaka huu, waziri wa mambo ya ndani ametaja meya makamu wa hapa Baraka. Nitakumbuka kuwa tulikuwa na meya makamu, lakini meya amekimbia kwa sababu anazojijua, na meya aliyobaki meya makamu hapa naye ameitwa kwa Kinshasa kwa sababu ya kikazi, na tukabaki pia na meya
makamo mwingine ambayo kutajwa kwake kulikuwa akuheshimu kabisa sheria. Kulikuwa kuheshimu sheria. Kwa sababu kisheria meya asipokuwa, meya makamu asipokuwa, ilipaswa kawaida ambaye atachukua wazifa kwa muda wa meya makamu alipaswa kuwa ule ambayo anakuwa na preeminence. Alikuwa na preeminence. Lakini kwa sababu moja au nyingine ambao kwa siasa wanajua wenyewe yamepitika mambo kama hayo. Lakini ikiwa en violation ya sheria. Pia kwa swali lako juu ya defi ambayo inachunga hapa kwetu, defi ya kwanza ni defi ya uongozi, yaani governance. Governance ya hapa kwetu kwenye jiji la Baraka linajengwa kwa njia ya ubaguzi. Ninaposema hivi utakuwa d'accord na mimi kuwa kwa kupata kazi katika meri ya Baraka lazima uwe wa ukoo fulani, lazima uwe wa sekta fulani, lazima uwe kabila fulani. Na hiyo ni jambo ambalo watu wanafikiria kama si jambo mzuri, hata mimi kibinafsi, kwa sababu ikisha kuwa jiji ni na raia wote. Raia wote wanaweza wakakaa mjiji bila kujali kabila, bila kujali origine yake. Bila kujali origine yake. Ni hivyo gisi mambo yanapitika. Lakini hapa kwetu unatizamiwa ukuwe wa kabila fulani, sijue ukuwe wa ukoo fulani, sijue ukuwe ndugu au rafiki wa meya. Na hiyo inatuletea matatizo makubwa. Aidha, upande mwingine ameonyesha ni miradi gani ya maendeleo inayomsubiri meya makamu aliyeteuliwa ili kuleta sura nzuri ya mji wa Baraka. Losambia Wanombe ameeleza mara tena. Ya kwanza niseme ilikuwa uongozi ama governance. Na katika huyu uongozi au governance tunaona kama viongozi hawako redevability inawakosa kwa raia. Japokuwa kisheria kiongozi anapaswa kuwa redevable. Aambie wa raia, nimekuwa na miezi 2, nimekuwa na miezi 3, ona ninachofanya, ona nilifanya, ona magumu yangu. Hiyo haiko katika uongozi ama governance ya meri hapa kwetu. Viongozi hapa hawako redevable vis-a-vis na raia. Ni nyingi tu, lakini hapa mtataja kama vile 3 au 5 ambazo zinaweza zikasaidia meya makamu mpya wa jiji la Baraka. Defi ya kwanza ni ujenzi wa voirie urbaine. Unaona Baraka vile ni nini? Mji ni nini? Utafauti na mji na kijiji ni kuna vitu fulani vinachotofautisha mji na vijiji. Ujenzi wa voirie ni mojawapo wa viegezo ambazo vinatofautisha mji na vijiji. Voirie manake barabara mzuri, za lame, mifereji inajengwa vizuri na kadhalika. Lakini kwa uchanga, kwa kweli il faut le reconnaître, kwa uchanga wa meri zetu na maresources yake limite, hatuwezi kuilomba aseme itatujengea barabara za lame, ingali vigumu, lakini inaweza kaendelea kufanya plaidoyer. Mkuu wa jiji anaweza endelea kufanya plaidoyer kwa viongozi wakuu. Lakini kwa ngazi yetu ya chini ya meri, kiongozi mpya anaweza relever defi ya voirie akijenga mifereji ambayo inayoasiri mji wa Baraka. Mji kwetu unabomoka kwa ajili ya maji na zagaa ovyo. Hicho ni cha kwanza. Cha pili ni umeme. Utaitwaje kuwa ni mji usiokuwa na umeme? Ili jambo la umeme pia ni jambo ambalo naongojea meya makamu mpya. Maji safi kwa raia. Unajua Baraka kuna maji ndio, kuna nguvu jitihada zilizofanyika, lakini maji ingali machache kulinganisha na hesabu ya watu. Katika jiji maji haikatike, maji inakuwa iko fourni 24/24. Hata hivyo, swala la soko kuu ya Mwemezi ni vema lichukuliwe kama dharura unapolinganisha na hali ya sasa ambayo soko hiyo imebaki jina tu. Losambia Wanombe kwa mara ya mwisho amerejea. Ya kufuata ni soko. Unajua kuwa jiji la Baraka lina soko kubwa moja, soko la Mwemezi. Nenda ukatizama hilo soko. Soko lote liko majini. Watu wanakosa hata wapi watafanyia kazi zao, wachuruzi. Na hiyo soko inaingiza pesa kwenye mfuko wa meri. Lakini hizo pesa zinaenda wapi? Zinaenda mifukoni na watu viongozi wanazikula ovyo. Kuliko kufikiria kama ni hapo tunatoza pesa, tuboreshe maisha ya hapo, tujenze hata maangari ngapi 3, 4, 5 ili wafanyabiashara watumike kazi yao katika quietude. Atuone uwanja wa soko wote umekwisha
chukuliwa na watu wamejenga katika uwanja wa soko. Sasa soko itaenda wapi? Ni jambo ingine ambayo meya makamu mpya lazima afikirie, wapi soko itakuwa na vipi itajengwa. Ya kufuata ni bandari la Mshimbaki. Bandari la Mshimbaki meri au jiji linatoza huko kila siku. Paende sasa upaone. Ni pori. Wafanya biashara, maboti, batu ikikuja na baki huko. Alafu mitumbo inatoka huko injikavu kwenda kuchukua mizigo huko na kuleta injikavu. Na hiyo inakuwa na hasara kubwa kwa wafanya biashara. Hata ikiwa mji au viongozi wa mji aweze wakawa na uwezo wa kujenga, ni kweli, lakini kutengeneza kutengeneza kwenye bato au meli au boti zinaweza zikuja pale ili paguze mzigo wao mzuri, na watu watoke huko injikavu wachukue mzigo mubato ama muboti directement na kupeleka injikavu bila kutumia mitumbu inayoleta mahasara. Tunaweza tukasema kama hakuna bandari kwa sababu yote pori iko. Kwa kutosha pori, kufyeka ile pori kwenye bandari, inaomba nini? Inaomba rais atoke Kinshasa. Hiyo ni defi nyingine kubwa ambayo inamngojea mkuu wa jiji makamu ametajwa hapa karibuni. Nafikiria kwa ngambo zangu hii ni quelques défis ambayo meya makamu mpya anatoka kutajwa anaweza zitilia vipaumbele. Tukumbushe kuwa mji wa Baraka umeshawahi kupata ahadi nyingi za mdomoni toka serikali ya jimbo kama vile umeme au lampadaire, pave na kadhalika bila kutimizwa mpaka sasa. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe kwa ripoti yako hiyo. Umezunduliwa rasmi na administrator wa tarafa la Fizi mnara wa amani, ambako viongozi wa sekta na tabaka mbalimbali za raia wamejumuika katika uzinduzi huo ambao umeendeshwa weekend ya wiki iliyopita pa Fizi Center, makao makuu ya tarafa hilo. Bwana Sami Kalonji Badibanga ni administrator wa tarafa la Fizi amesema kuwa mnara huo unaashiria amani ambayo itajengwa na jamii zote zenye kuishi tarafani Fizi ambako ni muda mrefu watu wanateseka kwa vita. Huyu ameomba jamii zote kuwa na uhusiano bora na kuishi kwa amani. Tulizundura monima ya leo, tulifanya ile mkutano ya kuonesha kabisa monima ndani ya makabila zote ya tarafani Fizi ni monima ya amani. Ni monima ya kuonesha makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi ya kwamba tunapaswa kujenga Fizi yetu. Ukwa Mufuliru, ukwa Mubembe, ukwa Mnyamurenge, ukwa Mzoba, ukwa Munyindu, ukwa Mbankubanku, ukwa Muluba, ukwa wakabila mtu yoyote mwenye kupende Fizi na kuishi ndani ya Fizi, ile monima ni monima ya kujenga amani, ni ya kusema tusimama sisi wote tujenge Fizi yetu sisi wenyewe. Ni monima ya tujenge Fizi sisi wenyewe kwa amani na kwa uhusiano kati ya makabila ndani ya tarafani Fizi. Raia wa Fizi wenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, raia wa Kinyamurenge, raia wa Kibuyu, wa Bembe, wa Fuliru, wa Nyindu, makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, na waomba atutaki kusikia diskuru wala masemi ya ubakuzi, masemi ya chuki kati ya makabila zote. Wakadi wa Fizi waishi kwa amani, kwa kutafuta maendeleo ndani ya tarafani Fizi na kutafuta kabisa uhusiano kati ya makabila zote. Naomba kabisa kwa kuboresha zaidi na kukamilisha zaidi hii uhusiano kati ya makabila, kuwa mariage intercommunautaire. Mnyamurenge anaoa Mubuyu, Mubuyu anaoa Mbembe, Mbembe anaoa Mufuliru, na wazo wakati tutaanza kuoana kabisa kati ya sisi kwa sisi, na wazo tutapunguza tena zaidi makelele na fujo, na uhusiano na unite itakuwa inaenda inakomala zaidi. Na sasa ni habari za michezo, ambako kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars amefariki katika uwanja wa ndege wa Istanbul kupitia mshtuko wa moyo. Omari Makelele Uzile na ripoti kamili. Na barabara kabisa Bokuru Tantine Aldama. Leo katika habari za michezo na valia namba 14 ya mchezaji Victor Gyokeres. Katika habari za michezo tuanzia na habari za hapa katika mji wa Baraka, ni kwamba kila mwanamemba wote wa klabu ya DC Urafiki anaalikwa kufika ndani ya uwanja wa Maendeleo siku ya Jumamosi ya tariki 14 Machi 2026 majira ya saa 12 kamili asubuhi kwa ajili ya kuendesha kazi za kusafisha uwanja huo kama walivyoelewana kwenye vikao vyao vya hapo nyuma. Ameyasema hayo katibu wa klabu ya DC Urafiki Bwana Rashidi Isolo Gilbert Mwanavie. DC Urafiki ilikuwa na kikao siku ya 6 tariki 7 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, na kwenye kikao tuliamua tusaidiane kwa sababu
vice president mwenyekiti makamu wa Deso Rafiki Kade tayari alilipa makuta ili watu wakakate majani, au kishafika muda utaangalia. Na kompromi yetu ilikuwa hivi: kila mwanamemba wa Deso Rafiki tariki 14 za mwezi wa tatu siku ya 6 mwaka 2016, kila mwanamemba afike Musade Maendeleo ili tupate kufanza salongo, ili tukakate majani, tupate nafasi ya mazoezi, ili soka ya tarafa ya Fizi na jiji la Baraka isonge mbele. Vile vile watu wa Ubwari hatujawasaulika ni kwamba siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili kulipigwa mechi za kirafiki, ambako siku ya Jumamosi tariki 7 Machi 2026 klabu ya Kisokwe Sport waliweza kuwanyuka klabu ya Kianda Sport mabao 3-0, lakini siku ya Jumapili tariki 8 Machi 2026 vijana wa Kianda walisema wakubali kipigo kingine, nao wakaanza kurudisha kipigo hicho kwa kuweza kuwatandika Kisokwe mabao 2-1. Mechi zote hizo zilipigwa katika uwanja wa Kisokwe kule katika Kisanga cha Ubwari. Na kwingineko ni kwamba kocha wa zamani wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars Enge Firat amefariki dunia ghafla kutokana na shambulio la moyo katika uwanja wa ndege wa Istanbul huko nchini Uturuki. Firat ambaye aliwahi kuwa kocha wa timu ya taifa ya Kenya kuanzia mwaka 2021 hadi 2024 alifariki akiwa njiani kurudi Kenya. Familia, wapenzi wa soka na mashabiki wamepokea kwa huzuni taarifa hiyo ya kifo cha kocha huyo maarufu zaidi katika nchi ya Kenya. Firat alijulikana kwa mchango wake mkubwa katika soka ya Kenya na kuleta mafanikio kadhaa wakati akiwa kocha wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Na tumalizie na habari za burudani ni kwamba kila msanii wa aina yoyote ile anaomba kujorozesha kwenye uratibu au coordination inayohusika na kurozesha wasanii kwa ajili ya kuboresha kazi hiyo. Ndivyo amesema Eloba Sofres Imata, ni coordinator katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi anayehusika na mambo hayo ya wasanii. Tumsikilize. Wa artiste wote wa kila domaine ya kwamba kuwa coordination inahusika na mambo ya enregistrement ya ba artiste bote, que ce soit les artistes musiciens, que ce soit les artistes cinéastes, ba animateurs, ba slammer et autres. Auto manajua kama kwa exercer activité culturelle akuye ajienregistrer ku coordination. Coordination inapatikana ku bureau ya culture et art. Akifika pale batamuorienter kwenye atanipata, bafanye tu haraka de façon que tukue na structure yenye ko bien yenye itakuwa orienter domaine zetu musical et cinématographique. Bibo Kurtantine Aldama weka nukta katika habari za michezo na burudani. Asante sana Umari Makelele Uzile kwa habari zako hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo bado nakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni yake 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Katika mji jirani wa Uvira ni kwamba katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inampa kila mwananchi uhuru na haki ya kutoa maoni yake, siasa ya maslahi isiwe juu ya katiba. Ndivyo amesema mchambuzi wa siasa mashariki mwa DRC Andre Biadunia, ambaye ameongeza kutokuona kosa yoyote juu ya maneno ya kinara wa chama cha AFDC Seneta Bahati Lukwebo Modeste. Mtazamo huo Andre Biadunia ameutoa baada ya baadhi ya wafanyasiasa wa Kongo kupokea kwa shingo upande mtazamo wa Seneta Bahati Lukwebo kutokuwa tayari kwa kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Benye beko wanamlaumu Lukwebo kwamba amesema vibaya, ni benye biko ku pouvoir. Ça c'est normal pour eux. Wao wanaona kwamba il faut kubakia ku pouvoir, il faut kujeterniser bitu bikuwe mzuri bisikwe mzuri, wao wanapasha bakia pale. J'encourage les propos ya Lukwebo. C'est vraiment un pas vers la démocratie. Na parmi les piliers de la démocratie, il y a aussi liberté d'expression, liberté d'opinion. Na yeye sawa élu du peuple, sawa sénateur, alipana opinion yake par rapport na question ya changement au ya révision ya constitution. Alors, benye banaweza kuona vya mubaya mu mapropose yake, ça n'engage que eux-mêmes, mais il s'est exprimé comme élu du peuple, comme citoyen congolais. Mwana naona kwamba peut-être révision ya constitution ou le changement ya constitution, c'est pas le moment, c'est pas
pas opportun parce que hiyo katiba haikatazi kugomboa mipaka ya nchi irudie kwenye gisi na kuwaka, kurudisha ba enemy wote warudie Rwanda, haikatazi kufunga bibako na détourner des millions de dollars. Yeye anaona kama changement ya constitution il faut changer mentalité ya watu, peut-être ndio inaweza kusaidia nchi kujongea mbele. Kama wengine wanaona keno Lukwebo mal agi la alisema mubaya, ça dépend d'eux. Mais bajua kwamba mdemokrasia watu wote hawezi kuwaza muangle moya. Hawa wanaweza kuwaza hivi, wengine wakawaza hivi. L'essentiel c'est que nchi endelee mbele na tujue kwamba nous sommes dans un pays purement démocratique. Donc kila mtu anaweza kupana opinion yake. L'essentiel c'est que tujongeze mbele mawazo na nchi jongee mbele. Lukwebo na rien fait de mal, hakuna pesha alifanya. Bana pasha kumuona vibaya parce que baliwaza kila mweneko mpouvoir hawezi kuwa na position contraire na ya chef, alors que chef naye wanamuoneshaka kumwambia kwamba hiki kinafanyika hivi. Na hii position ambayo Lukwebo anapana leo haiko yeye peke, iko partager na une partie ya peuple congolais. Iko partager kwa bini habako tayari ku reviser constitution, wanasema constitution hai bloqué. Constitution iko gisi iko, haiwezi kukataza basijere mzuri, basijenge mabarabara, insécurité siishe, moto tusipate, courant tusipate. Révision ya constitution c'est une façon ya kujimaintenir au pouvoir et que yeye naye sawa vile congolais anaona que non, c'est pas opportun ya kureviser constitution na hawawezi kumkataza kurefleshir. Bamwacha refleshir comme congolais na opinion yake, tumeikamata kama gisi tumeikamata na kwa yuko nyuma ile position. Haiza kuhusu wale wanaosema kuwa Rais Felix anastahili kupewa muhula mwingine kama motisha kwa kazi kubwa ya uzalendo kwa sura ya kuonesha kumaliza vita. Andre Biadunia amejibu mara tena. Le president wakati aligombea pouvoir alijua kwamba nchi ilikuwa kwenye vita wakati ya mwenzake mwenye aligombola bwana Kabila, na yeye akaona kwamba kuko madefi yenye Kabila alishindwa kureleve, yeye anaweza kuireleve. Maintenant au cours ya manda yake ya pili vita inajitokeza, vita inaanza ni role yake yeye kama president wa republique kumaliza ile vita bila kumsukuma, hapana, parce que katiba inamwambia wakati alikamata pouvoir arigire sous le drapeau kwamba ni gara wa republique ya Kongo, na dela rukiku gara wa republique ya Kongo anapaswa kutuajia nchi gisa liikuta wakati alikamata pouvoir. Haiko kesho ma recompense que amemaliza vita ndio tumpatie manda nyingine ya pili wala ya tatu, c'est pas comme ça. Yeye kama ni demokrate atatia dauphin, na kama ma strategies za kumaliza vita zinamshinda, meajue kwamba mpaka sasa hivi iko na soutien population pour que vita iishe. Vita itakapoisha kama itasha 2026 kama 2027, mpaka sasa hivi agression ingali, vita haijaisha parce que sange kungali wale babandi kunivyo ya mwaeho plateau ya Uvira, Fizi na Mwenga bangali amalize le vita, watu wote peke watajua nini cha kufanya. Mekusema ke parce que alimaliza vita yaisha, vita ingali na hakuna kitu tunaweza kupigia mikono sasa hivi kikilisha fanyika parce que adui angali pale. Tunapenda tuone nchi imerudia kwenye mipaka yake ya kawaida yenyewe wakati alikamata pouvoir ndio gisa liikuta na iache vile. Loro kama itakuwa ni kesho ya kusema no president a bien travaillé, ataachilia dauphin, mais il a déjà épuisé ses deux mandats. Mandat yake mbili itaisha 2028, atakuwa obligé kutumika après les deux mandats yake, anatia dauphin. Batu wataevaluer kama atakuwa competent wala atakuwa competent, wanamchagula. Ni hatuwezi kusema kitu wazi vitu ya marecompense alors que hatuyaona kama vita imeisha. Vita ngali pale, mabarabara hatuyaona, maji hakuna, umeme hakuna. On va récompenser par rapport na nini? Wakati alikamata pouvoir alijua kwamba kuko madefi à relever, na hizo madefi tunangoa zireleve, kisha watu wataevaluer nini cha kufanya. Alors Lukwebo wanaweza kumuona makosa inutilement, c'est un citoyen congolais mwenye aliona kwamba il faut se réviser constitution kwanza, mais sioni vraiment kia kuanza kusemea récompense, il faut te récompenser alors que vita yaisha. Tunamuencourager, tuko nyuma yake, nous sommes derrière lui, mais atusaidie asikuwe distrait na wale batambourinaire, wale bapiga ngoma wenyewe wanaenda wanapiga ngoma kila siku, badamuonesha kama alishaweza alors que peuple hayaona kitu mpaka sasa hivi, dès lors que adui angali kumulango. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba ni visa 1534 vya ubakaji wa kingono ndivyo vilivyoorozeshwa kwa mwaka mzima wa 2025, huku mikoa iliyoathirika zaidi ni Kivu Kusini na Kaskazini Mashariki mwa DRC. Ripoti hiyo imetolewa na ofisi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa ya haki za kibinadamu. Safari Alimasi na ripoti kamili. Naam.
Ofisi hiyo inalaani matumizi ya ubakaji kama silaha vita kwa namna mfumo uliopangwa, pamoja na hali ya kusikitisha ya watoto wanaozaliwa kutokana na vitendo hivyo vya ukatili. Kulingana na takwimu zilizokusanywa na BCNDH mwaka 2025, jumla ya kesi 887 za ukatili wa kijinsia zimerekodiwa, zikiathiri waathirika 1534. Kati yao wengi ni wanawake ambao ni 854 na wasichana 672. Mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio eneo lililoathirika zaidi na vitendo hivyo, huku majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Kusini yakichukua karibu 80% ya waathirika wote waliorekodiwa. BCNDH inaeleza kuwa makundi ya waasi wenye silaha yanahusika na takriban 75% ya waathirika waliorekodiwa. Kundi la M23 linaongoza kwa waathirika 439, likifuatiwa na makundi ya Wazalendo, Kodeko, makundi mbalimbali ya Maimai pamoja na FDLR na ADF. Ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa pia imeonyesha kuwa na wasiwasi kusika kwa baadhi ya watendaji wa serikali, wakiwemo wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, askari polisi wa taifa PNC pamoja na kitengo cha ujasusi ambao wanatajwa katika 19% kesi zilizorekodiwa. Ripoti hiyo pia inaangazia uhalifu mzito sana, ikiwemo matukio ya utumwa wa kijinsia ambapo wanawake na wasichana hushikiliwa kwa muda mrefu wakiwa mateka, wakilazimishwa kubakwa mara kwa mara na wakati mwingine kulazimishwa kupata mimba. Aidha, ripoti hiyo inaonyesha kuwa hali ya watoto wanaozaliwa kutokana na ubakaji ambao mara nyingi hukabiliwa na kukataa kutoka kwa familia, kutokusajiliwa katika daftari la kiraia, na pia wako katika hatari kubwa ya kuandikishwa na makundi yenye silaha. Kuhusu huduma kwa waathirika, BCNDH inaeleza kuwa 70% ya waathirika hupata huduma za dharura za matibabu, lakini chini ya 2% tu hupata msaada wa kamili unaojumuisha msaada wa kisheria, kisaikolojia na kijamii. Kutokana na hiyo, BCNDH inatoa wito kwa mamlaka za kitaifa kuharakisha mashtaka dhidi ya wahusika wa uhalifu mkubwa na kuhakikisha watoto wote wanaozaliwa kutokana na ubakaji wanasajiliwa rasmi katika daftari la kiraia. Pia inazitaka kundi zote zenye silaha kusitisha mapigano, kuachia bila masharti wanawake na wasichana wote waliotekwa na kukomesha kabisa utumwa wa kijinsia. Hatimaye taasisi hiyo ya Umoja wa Mataifa inahimiza jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada wa kifedha ili kuhakikisha waathirika wanapata huduma kamili na ya kudumu, si tu katika hatua za dharura ya matibabu, bali pia katika ulinzi na urejeshaji wao wa kijamii. Mpenzi msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Alimasi, ni kupitia ripoti yako hiyo kwenye habari ya kitaifa ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Shukrani zangu kwa msikilizaji na kwa wenzangu wote tulioambatana nao kwenye meza ya uhariri, na kuaga nikikutakia kila laheri. Bye bye.